Jackie, wewe ni mke wa mtu. Matokeo ya jitihada zangu yanakwamishwa na wewe hapo. Mbona una shukrani wewe? Nafanya yote haya kukamilisha ndoto zako. Hakuna ninachokipata au nitakachokipata kutoka kwako zaidi ya kuona manunguniko ya mume wako yakija katika maisha yangu mimi. Hii ni simu yako, hiyo ni pesa yako, hii ni mashine yako leo niletea kama zawadi. Shika vipi? Kwa hilo nimekuja kwa ajili ya binti yetu Wito. Wito mbona hapa na siku mbili tu? Afu Wito ni binti mtulivu sana. Pole. Amefanya nini tena? Wito alikaa kwa mama yake. Alifanyia vitendo vya kikatili sana na baba yake. Sana. Unyama mkubwa. Lakini hakusikilizwa. Kubwa zaidi, aliingiliwa. Inuka. Bibi Wito. Bibi Wito. Sina baba sina yaya. Nyamaza. Unataka watu wajae hapa? Unataka watu wajae? Kwa macho hatuwezi kuona ameathirika kiasi gani. Tunatakiwa tuende hospitali, tukamwone daktari, akamwangalie mjukuu wetu kapatwa na nini. Sawa mwalimu. Nimekuelewa mwalimu. Familia, mimi na watu. Shule inatakiwa ifungwe. Shule itafungwa vipi ikiwa kesho tumetangaziwa kikao cha wazazi na mitihani bado hatujaanza? Uganga, nani atatusaidia? Oya, shule itafungwaje? Tutachoma madarasa moto na shule itafungwa na kikao hakitakuwepo. Haya ni mafuta.
Tumaini kila mtu ana kiberiti. Kwa sasa ofisi zimefungwa. Tutachoma darasa lilopo karibu na ofisi na nyaraka zitaungua. Emilio, twendeni. Piga magoti. Mikono juu. Yuko. Oganga, sio kila mtu anaweza kupata nafasi ya pili. Ulifanya makosa, tulifukuza shule. Lakini babu yako mzee Oganga amekuja kukuombea nafasi nyingine ya pili. Kwa hiyo kama utaonyesha mabadiliko, hiyo ndo nafasi ya mwisho. Hatutakuwa na nafasi nyingine. Mzazi wake alikuja kumwombea msamaha na kutusii tumpatie nafasi nyingine. Lakini baada ya kuwa tumempa nafasi nyingine, huyo kijana ameendelea kuwa mkorofi na ndiye amewashawishi wenzake kuja kufanya tukio la kuchoma shule jana. Kwa hiyo ndugu wazazi, tumewaiteni hapa kwa taarifu kuwa Oganga pamoja na wenzake kwa makubaliano ya pande zote mbili, uongozi wa shule pamoja na bodi ya shule, Oganga pamoja na wenzake hawatakuwa sehemu ya shule yetu. Tumekubaliana kuwa Oganga pamoja na wenzake wamefukuzwa shule kuanzia leo rasmi. Mbali na hapo, kutokana na matukio yanaendelea hapa shuleni, kama mnavyojua wazazi, juzi tulikuwa na msiba wa mwanafunzi wa shule hii. Sasa pamoja na matukio namna hii ambayo yameendelea kuwepo hapa shuleni, hawa vijana watapelekwa kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Afande, naomba wachukue hao vijana. Sonia. Toka. Asoka. Hili tukio la pili tumeshindwa kulizungumza mbele ya watoto kwa sababu ni jambo zito. Kwa hiyo nimewaiteni hapa ofisini ili tuweze kulijadili. Naomba Mwalimu Samia aweze kuelezea kwa kifupi. Asante. Tukiwa katika kampeni ya kupinga ukatili wa kijinsia kwa mabinti zetu, tuligundua kuna baadhi ya mabinti wanafanyia ukatili huo, wengine ni nyumbani katika familia zao, akiwemo binti yetu Wito. Ni kweli Wito unafanywa vitendo vya namna hiyo? Ndio. Lakini baba alinikataza nisimwambie mama.
safari ngumu. Kila siku ni vita, kutafuta mkate, kutafuta riziki. Utasikika, tutafika mwisho wa safari. Asubuhi ni giza, jua halionekani, kila hatua ni maumivu. Njiani ni miiba, ndoto zimepotea, matumaini ni kivuli. Machozi yanatiririka, moyoni ni maumivu. Kwa jasho na damu tunapambana na dunia. Hakuna faraja, hakuna pumziko. Wenye nguvu wanasonga, wanyonge wanalia. Ni ndoto tu za